hapo inaeleweka. So mrithi hapo manake hawa watu ambao ni walikuwa kwenye torati ya Musa, ambapo torati si dhambi. Torati ni ahadi ya Mungu. Ni mpango wa Mungu. So inamaanisha kwamba hawa watu walikuwa wanakaa kama watumwa kwa sababu wanatumikishwa. Unaona? Kuna vitu ambavyo hawangeweza kuenjoy. Unaona? So waliishi kama watumwa. Ndio unaona katika Kristo kama Yesu hajafufuka inamaanisha hao pia wangepotelea kule. Lakini sasa hata wanahesabiwa haki kupitia ufufuo wa Yesu Kristo. Sasa wote tunaitwa wana wa Mungu kwa sababu ufufuo wa Kristo. Lakini hilo neno wana pia wana wa Mungu unajua limetokana na Musa bado. So linazungumziwa na Musa kama ahadi ambayo ilikuwa itakuja kutimia katika Kristo Yesu. So wana ni wale ambao saizi kiongozi wetu sio sheria, si torati. Yaani hatuko kwenye ahadi tena. Lazima kwenye utimilifu wa hiyo ahadi sasa. Kusema chapter 4 verse 3. Wala najaribu kutofautisha. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Verse 6. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanae mioyoni mwetu, aliye Aba, yani Baba. So kwa hiyo muktadha anaonyesha kuna wakati walikuwa watoto, walikuwa wanatumikia sheria. Lakini sasa hivi hao ni wana. Hawa kuna Roho wa Mungu ndani yao. But I think pia basi wapi inafaa kuzingatiwa. Hiyo sasa sio nasema. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Nasema mrithi ni mrithi lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. So hii mtoto hapa inaongelea muamini mwenye ameokoka, mtoto wa Mungu but anatembea chini ya sheria. So anasema huyu mtu ni mrithi, lakini kama ni mtoto bado anatembea chini ya sheria. So sio kwamba bado hajakuwa mwana wa Mungu. Exactly. Ni mtoto wa Mungu lakini anatembea chini. Na I think that's why nilikuwa najaribu kuelezea nikisema mtoto yote ni mrithi wa mzazi ama kwa mzazi. Hata kama kuna hajafika umri ama kuna vile atembei na nini, kila mtoto anakuanga mrithi. So umekuwa mwana wa Mungu. Hata kama ndio nikasema huwezi kuambiwa eti kuna miaka yote, kila ambacho unahitaji ni kuonyeshwa. Kuambiwa wewe ni mtoto na kufundishwa kwamba uelewe ni mtoto wa Mungu. Sika ninasema pia hiyo neno mrithi kidogo inakaa tofauti na matumizi yetu ya leo. Maana yetu ya leo na ukiwa na mtoto mdogo anatarajia kurithi kitu baada ya siku za mbele. Lakini kwenye wana wa Mungu inaanza na urithi. Yaani urithi sio kitu yenye anatarajia, lakini hapo nayo yenye imefanya kwa mtoto wa Mungu. Na hivi kuna mahali nilisema so muamini ni mwana na ni mrithi katika Kristo. Sio kama umeandika hivyo. So hapa si kwamba tunangojea sisi kama eti kuna siku utakuja turithi. Already tumerithi ndani ya Kristo. Hallelujah. So sisi tumekuwa warithi katika Kristo. Thank you. Are you okay? Kwa sababu tulikuwa wapi? Hapa sasa turudi kwa Warumi mahali ambapo tulikuwa tunaendelea. Makosi. Thank you. Usiende tu kama hujaelewa. Na ama hatuna haraka ya kurush. We are not going nowhere. We are here to stay. Hallelujah. Tuko hapa tu pole pole. Ili usitishe kwamba eti kwa sababu uongozi kila siku mzee si mwana wa Mungu. Kwa hiyo tunazungumzia kwamba anasema kwamba hapa anaongelea tu flesh. Anaongelea maybe flesh and the spirit. Anaongelea flesh and the spirit. So ndio nimesema kitabu hiki cha Warumi ukumbuka kwamba anazungumzia kuhusu two natures, asili mbili. The flesh and the spirit. So ndio ukisoma hiyo King James kuna anatumia vizuri definite Hebu turudi kwa Warumi tafadhali haraka haraka tuone. Tafika mahali kwa tufiki.
Warumi 8:14 inasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Na so hapa ni anazungumzia si ile ya kila siku, si maongozi ya kila siku. Tunaambiwa vile ambavyo tulikuwa tunazungumza hapo. So anazungumzia two natures. So the flesh and the spirit. So kwenye kwa sababu ukiona sasa kama ni kila siku lazima utakachanganyikiwa. Ndio unahitaji mwalimu, ndio unahitaji kufundishwa. Maana ukiangalia ukichukulia wanaoongozwa ndio wana wa Mungu. So unafikiria kwamba wanaambiwa ABCD. Ile maongozi ya kila siku. Licha kuwa kuna yale ya kila siku, lakini hapa katika huu muktadha azungumzie ile ya kila siku. Ni kitu ambacho kwa sababu ya Roho wa Mungu ndani yetu. So huyo haingii kila siku anakuambia ufanye ni kwa sababu ya kufanya wewe kuwa mwana. So hii ni once and for all. So ukisoma hivyo lazima utachanganyikiwa. So unasikia wakati ambao unasikia njaa ukala, wakati ambapo unasikia kiu unakunywa maji, ati hapa unafuata mwili. Usikie kuna mtu anaweza fikiria eti ukisikia njaa ukakula ama ukisikia maybe kiu na nini eti unafuata mwili. Kwani kula na kunywa ni katika mwili ama ni mambo ya mwili? So unafikiria mtu akisema unasikia njaa ama na maybe na vitu kama hizo eti anasema maybe unafuata mwili. Ni mambo ya mwili. So haiko namna hiyo. So hapa anazungumzia nature mbili. So two natures, after the flesh and after the spirit. So anaposema au wafuatao mambo ya mwili anazungumzia watu gani? Hiyo ni swali. Anazungumzia watu gani? Anaposema hao wafuatao mwili ama wafuatao mambo ya mwili anazungumzia watu gani? Wale wasioamini, people who are not born again. Hawana asili ya roho. Anazungumzia watu ambao they have not believed. Si wale ambao wanafuata. Anazungumzia watu ambao tunasema wanaofuata mambo ya mwili, wale ambao hawajaamini. They don't have the spirit in them. So si kwamba eti unasikia njaa unakula, eti unasikia sio kufanya kitu kafanya, eti hiyo unaongozwa, eti unafuata mambo ya mwili. Hapana, haiko hivyo. Anazungumzia wale ambao hawajaamini. Anaposema wao wafuatao mambo ya roho, anazungumzia akina nani? Swali lingine. Anazungumzia akina nani? Walioamini. Walio ndani ya Kristo, walioamini, walio ndani ya Kristo, walio ana asili ya Baba, walio na asili ya Roho. Haleluya. Au ndio anazungumzia. Umeandika? Na ukiangalia najua kuna kitu iko. So nasema kwamba anaposema wao wafuatao mambo ya mwili ni wale wasioamini. Wanaofuata mambo ya roho ni waamini. So si kwamba eti ni kwa namna nini. So verse 9 ya hiyo Warumi 8, hebu soma tuone anasema aje. 8:9 Warumi. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Si unaona? Imeeleza vizuri. Si wa. So kufuata mambo ya mwili ni kwamba huna Roho wa Mungu. Simple. Lakini wale ambao wako na Roho wa Mungu hawafuati nini? Mambo ya mwili. Haleluya. Wanafuata Roho. So kwa hivyo muamini afuati mwili. Muamini afuati mwili. Kwa sababu gani? Kwa sababu ana Roho wa Mungu. Hivyo muamini afuati mwili. Muamini afuati mwili kwa sababu ana Roho wa Mungu. A believer is not after the flesh, but he is after the spirit. We are after the spirit. We are not after the flesh. So sisi hatufuati mwili, tunafuata Roho. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuko na Roho wa Mungu. Hallelujah. So hizi ni two status, kwamba kuna wale wa asili ya mwili na wale wa asili ya Roho. So wale wa asili ya mwili, mtu yote ambaye hajaokoka, ama kuna kitu anafanya unaona ni kizuri, yani wa mwili. Maana ako after the flesh, but for us we are after the spirit. So wanaoongozwa na Roho anazungumzia hao waliokaliwa na Roho. Wanaoongozwa na Roho anazungumzia wale waliokaliwa na Roho. Wanaoongozwa na Roho
wanaongozwa na Roho, anazungumzia wale waliokaliwa na Roho. Anazungumzia wale waliokaliwa na Roho, au ambao Roho wa Mungu amewatoa. Anazungumzia wanaoongozwa na Roho, anazungumzia wao waliokaliwa na Roho, na pia anazungumzia hao ambao Roho wa Mungu amewatoa toka katika asili ya mwili kuja katika asili ya Roho. Ni wale ambao Mungu amewatoa toka katika asili ya mwili kuja katika asili ya Roho. Hao ndio anasema wanaongozwa na Roho. Wale walio wanaongozwa na Roho ni wale ambao Mungu amewatoa katika asili ya mwili na kuleta kuja katika asili ya Roho. Aliwatoa mwilini na kuwaleta rohoni. Ni wale ambao Mungu ametoa yeye mwenyewe mwilini na kuwatoa rohoni. Haina maana kwamba ni mwilini physical, nazungumzia status, asili, sawa? So sisi we are in the spirit, we are not in the flesh. Ni wale ambao ametoa mwilini na kuwaleta rohoni. Haleluya. Ametoa katika nuru. Ni wale ambao ametoa kutoka katika giza na kuleta nuruni. Ndio wanaoongozwa na Roho wa Mungu. Haleluya. Nao ndio wana wa Mungu. So anazungumzia wale ambao amewatoa katika kutoka gizani, aliwatoa toka gizani na kuwaleta nuruni. Amewatoa toka ufalme wa giza na kuwaleta katika ufalme wa nuru. Haleluya. Hiyo ndio kitu anazungumzia. Toka katika ufalme wa giza kuja ufalme wa nuru. Kuja ufalme wa nuru. Wangalatia 4:6 na 7. 6 na 7. Sio sema kwamba ni wale ambao ametoa kutoka katika ufalme wa giza na kuleta ufalme wa nuru. 6:7. Wangalatia 4. Inasema na yakuwa ninyi mmekuwa wana. Yakuwa nyinyi mmekuwa wana. Mungu alimtuma Roho wa mwanae mioyoni mwetu. Aliaye Aba, yani Baba. 7. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena bali mwana. Na kama mwana, basi umrithi kwa Mungu. Exactly. So ni wapi? Kwa nini tumekuwa wana? Kwa nini tumekuwa? Kwa nini nimekuwa? Kwa nini tumekuwa wana? Kwa nini tumekuwa wana? Kai, sisi tumesoma hapa. Anyway. Kwa nini tumekuwa wana? Ni kwa sababu Mungu alimtuma Roho wake. Ama Roho wa mwanawe mioyoni mwetu. Haleluya. Ni kwa sababu tuna Roho wa Mungu mioyoni mwetu. That is why we are children of God. We are sons of God because the Holy Spirit is in us. Praise God. God has already poured His Spirit in us. His Spirit in us. Tumesaliwa kwa Roho. Praise God. Tumetokana na Roho. Tuko na asili ya Baba. That's why tumekuwa wana. Mwamini mwana wa Mungu kwa sababu gani? Si kwa sababu kuna kitu unafanya ama ufanyi. It's because you have the Holy Spirit. You have the Spirit of God in you. Hallelujah. So amesema tu vizuri. Kwa nini tumekuwa wana? Amesema tumekuwa wana kwa sababu Mungu alimtuma Roho. Sio hiyo imeweka wazi. So tumekuwa wana kwa sababu gani? Mungu alimtuma Roho wa mwanae mioyoni mwetu. So tuko na Roho ndani yetu. Tuko na Roho mioyoni mwetu. Na hiyo tu ni thibitisho kwamba we are the sons of God. We are the sons of God. We are children of God. Hallelujah. Praise God. So tumekuwa, so hiyo ni hakikisho kwamba sisi ni wana wa Mungu kwa sababu Roho ako ndani yetu. Anaweka wazi kabisa na vizuri sana. Ndio? Anasema kwa sababu hiyo sisi watumwa tena. Anasema sisi watumwa tena. Anaposema hivyo eti kwamba si mtumwa ama sisi watumwa, haina maana ama hamaanishi wewe si mtumwa wa Kristo, bali kwamba wewe si mtumwa wa dhambi. Amesema aje? Hiyo 7. Amesema kama ni hivyo wewe si mtumwa tena bali mwana. Kama mwana basi umrithi kwa Mungu. So amaanishi kwamba wewe sio mtumwa wa Kristo. Amaanisha kwamba wewe si mtumwa wa nini? Wa dhambi. So hapa anasema wewe si mtumwa wa dhambi, lakini wewe ni mtumwa wa Kristo. Hallelujah. Wewe ni child and you are serving. Praise God. Wewe ni mtumwa wa Kristo, lakini si mtumwa wa dhambi. So anapozungumzia kuhusu mtu, unajua kuna mwingine anasema mimi si mtumwa si nini, kanisa akuja afanye mambo ya Mungu na nini, kwa sababu amekuwa yeye si mtumwa. Hallelujah. So anasema mambo ya mtumwa, hapa ni mtumwa wa dhambi, utumiki dhambi, au uko chini ya dhambi. Hallelujah. So
tuko chini ya utumishi wa Kristo. Praise God. Sikuna mmoja anasema mtumwa, Paulo mtumwa wa Kristo, si ndio? So kama anasema hivyo, sisi ni watumwa wa nani? Wa Kristo, but we are not the slaves. Ama the slave to sin. You are not slave to sin. So haimaanishi wewe kwamba si mtumwa wa Kristo, bali ni kwamba wewe si mtumwa wa dhambi tena. You are no longer a slave to sin. So katika Kristo Yesu we are free to sin. Ndani ya Kristo hatuko watumwa kabisa. Hatuwezi kuwa wenye dhambi katika Kristo Yesu. Haleluya. Sisi ni watumwa wa Kristo. Sisi ni watumwa wa Kristo, lakini si watumwa wa dhambi. Praise God. Wewe ni mtumwa wa Kristo. We are servant of God. We are not slave to sin, but we are servant of God. So there is no way you can say you are a child of God and you are not serving. Praise God. Well, uko mwana kwa sababu unatumika. Wewe ni mtumwa wa Kristo, lakini wewe si mtumwa wa dhambi. So wewe ni mtumwa, lakini ni mwana wa Mungu kupitia Kristo Yesu. Wewe ni mtumwa. Wewe ni mtumwa wa Kristo. Lakini wewe si mtumwa wa dhambi tena. Haleluya. Kupitia Kristo Yesu wewe umekuwa. Sema hivi. Na ukimaanisha, hata kama utaandika. Mimi si mtumwa tena. Mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Imekuwa hivyo. We are not slaves. We are the sons of God. We are the sons of God. Kama yazungumzia kuhusu kwamba sisi si watumwa tena. Sisi ni hata kuna nyimbo zikafungwa, hata zikatungwa. So uwezi sema mimi si mtumwa, ni mwana, kwa maana hautumiki. Kwa maana kwamba hautumiki. Uwezi sema hivyo. Hautumiki Mungu. Au unasema wewe ni mwana, you are in wrong direction. Where you are sons under service. Hallelujah. Wewe ni mtumwa. Wewe ni mwana katika utumishi. Praise God. So kama utumiki, uko na shida, uko na kasoro, na kuna shida mahali. Bali wewe ni mtumwa kwa maana ya utumishi katika Kristo Yesu. Hallelujah. Ndio sio mtumishi wa dhambi. Praise God. Bali wewe ni mtumishi wa haki katika Kristo Yesu. Praise God. Wakorintho wa pili 6:18. Wakorintho wa pili 6:18. 2 Corinthians 6:18. 6:18. Inasema, nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wana wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. So hii ilikuwa ni hadi toka kwa vitabu vya kale ambao Paulo anarejelea, nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa wana kwangu. Praise God. Ilikuwa futuristic, so lakini ni kitu ambacho kimetendeka, mambo ya Ezekieli pale. So anasema, so maana yake utimilifu uko kwa ufufuo wa Kristo, kwamba baada ya ufufuo wa Kristo sisi ni wana wa Mungu. Nasema utimilifu wa hiki sasa, ambapo sema kwamba nitakuwa. Paulo anaposema hivi kwamba si eti anarejea tu, lakini kwamba imetendeka, na sio kwamba utimilifu huo wa kile ambacho umesoma hapo ni kwamba uko katika ufufuo wa Kristo, kwamba baada ya ufufuo wa Kristo utimilifu huu uko kwa ufufuo wa Kristo, kwamba uko katika ufufuo wa Kristo, kwamba baada ya ufufuo wa Kristo sisi ni wana wa Mungu. Sisi ni wana wa Mungu. Amekuwa baba kwetu na sisi tumekuwa wanawe wa kiume na wa kike. Haleluya. Nasema kwamba utimilifu huo wa kile ambacho tumesoma hapo ni kwamba uko katika ufufuo wa Kristo. Ndio basi ni kwamba baada ya ufufuo wa Kristo sisi tumekuwa, ama sisi ni wana, tumekuwa wana wa Mungu. Amekuwa baba kwetu na sisi tumekuwa wanawe wa kiume na wa kike. Haleluya. So katika ufufuo wa Kristo hiyo hadi imetimilika. We are the sons of God. We are the sons of God because ya hicho ambacho katika ufufuo, kwa sababu ya ufufuo wa Kristo. Praise God. So kwa kasi ya waandishi wa Agano la Kale walizungumza kile ambacho kitakuja kutimizwa katika ufufuo wa Kristo. Hiyo ndio kazi yao. Walizungumza waandishi wa Agano la Kale, the authors of the Holy Scriptures, wao walizungumza kile ambacho kitakuja kutokea katika Kristo Yesu. Ndio unakuta mfano kama Ezekiel 36 pale 26
Taandika tu, hatuna muda wa kusoma 26 na 27. Ezekiel 36, 26 na 27. Ilikuwa tu walikuwa wanazungumza kile ambacho kitakuja kutendeka. Kitakuja kutimia. So si kama unapata hizi. Kama unapata. So anaposema nitakuwa, haina maana kwamba bado we are waiting. We are no longer waiting. We are the sons of God. So anaongea mambo pale, mfano kama ukiangalia hapo kwa hebu soma hiyo Ezekiel kwa haraka tu kidogo. Unaone? Si mambo mingi anaongelea pale. Anaongelea tu kitu kimoja. Nitatia, nitafanya, nitakuwa hivyo. So ni kitu tu kimoja tu anaongelea mahali pale. Kwangi. Unafika 36:26 na 27. Ezekiel 36:26. Inasema, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu. Nami nitawapa moyo wa nyama. 27. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Hili kitu moja tu anaongelea, kwa maana moyo mpya ndio kupewa roho mpya. Haleluya. Kitu kimoja. So muamini hapaswi kusema Mungu niumbie moyo mpya. Muamini hapaswi kusema hivyo kwamba Mungu niumbie moyo mpya. Niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea, kubondeka mbele zako. That's not a prayer point. It's something that is in reality. You are not praying that you have a new heart. You have already you have the new heart in you already. Hallelujah. Si kwamba atupazi kuomba. That's not a prayer point kwetu kwamba tunaomba tuombe moyo mpya. Muamini ana moyo mpya. Hallelujah. Unahitaji kuomba moyo mpya. Kile unahitaji ni kichwa mpya. I said so. Lakini kichwa ndio ziko na shida kwa watu wengi. Si kwamba we lack nothing. What we lack is the end. New end. Akili mzuri ndio tunahitaji. Hallelujah. Tunahitaji tu kichwa. Hakuna kitu kingine tunahitaji by the way. Moyo mpya tuko nao already. Atuombi kwamba it's not a prayer point tuombe kwamba Mungu tuumbie moyo mpya. Atuombi kwamba tuumbie moyo mpya. Hiyo ahadi ni kitu ambacho kimetendeka. Hallelujah.